Hii ni Maisha Kamili. Tunakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu, mtazamaji wetu, tunamkaribisha katika masomo yetu. Jana tumeangalia somo la Jubilei. Leo tuko siku ya Alhamisi ambapo tunaangalia nchi ya rejeshwa. Nchi ya rejeshwa. Kabla tujaanza tupate kuomba. Amen. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru kwa upendo wako na ulinzi wako. Umetuleta tena katika masomo haya. Anza nasi na umalize nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Amen. Nchi ya rejeshwa ni ahadi ambayo tayari, lakini pia na bado. Tayari na bado. Lakini mpaka inarejeshwa, kwani ilipotea nchi. Mpaka jana tunazungumza habari ya mambo ya Jubilee, juzi tunazungumza kwamba ndio kuna changamoto kumiliki, lakini inawezekana katika Kristo Yesu na kadhalika. Sasa kisa na mkasa, hebu tuanze na Yeremia sura 24 mstari wa 6. Yeremia 24 anasimulia kile ambacho kingetokea kwa kuwa wana wa Israeli hawakuzingatia amri za Bwana, vigezo na masharti, 24. na sasa wakawa katika hatari ya kupoteza nchi yao. Sasa angalia anavyosimulia. Yeremia 24 mstari wa 6 anasema 24:6, kwa maana nitawatulizia macho yangu wapate mema, nami nitawaingiza katika nchi hii tena, nami nitawajenga wala sitawabomoa, nitawapenda wala sitawang'oa. Basi nitawapanda wala sitawang'oa. Nitawapanda wala sitawang'oa. Sasa nami nitawapa moyo wanijue ya kuwa mimi ni Bwana, nao watakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wao. Umenogewa wewe. Sasa sikiliza, lugha anayotumia hapa Mungu ya kurejesha nchi, anatumia anazungumzia wana wa Israeli kama mti uliokuwa umepandwa katika Kanaani. Kama Adam alivyotolewa jangwani alipoumbwa na kupandwa katika bustani, wana wa Israeli nao walipandishwa kutoka Misri. Hiyo lugha tumeiona huko nyuma tayari, kutoka Misri, na Mungu akawapanda. Tena katika Isaya sura ya 55 anafananisha kama mzabibu, akawapanda katika Kanaani. Sasa Mungu anasema, tumezungumza hapo nyuma, anasema msipoenenda sawa sawa na amri zangu, mkaanza kutumikia miungu ya Wakanaani baada ya kunitumikia mimi, baada ya kunitambua mwenye nyumba, wewe pangaji unaanza kutembea na maneno ya mtaani hapo na ya uchonganishi, uendi sawa sawa, basi nchi anasema itawatapika. Nchi kutapikwa hapa anatumia neno nitawang'oa. Lakini ahadi sasa inakuja, nitawapanda tena. Ninapowarudisha kwenye nchi niliyopewa. Wewe unaonaje habari ya nchi tunayorejeshiwa kama ni mahali ambapo tunakita mizizi, mahali ambapo tunaweza kustawi? Hivi unaweza kumwabudu Mungu Misri bila, ukiwa umezunguka, yaani uko ugenini, uko Misri, unaweza kumwabudu Mungu? Sio rahisi. Ukiwa Babiloni huko, unaweza kumwabudu Mungu? Kwa Mungu maduki unaweza kumwabudu Mungu? Uwezi. Unahitaji nchi. Unaweza kustawi bila kuwa na mizizi katika nchi? Uwezi. Kwa hiyo Mungu anatoa ahadi, nitakupa nchi na nitakupanda, sitakung'oa. Imetimia, haijatimia? Imetimia. Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 20 tutasoma.
na hata Warumi sura 15 mstari wa 8. Kwanza hiyo Wakorintho wanasema ahadi zote za Mungu zimetimia katika Kristo. Ni ndio na amini katika Kristo Yesu. Aliahidi atatupanda, ametupanda, hajatupanda. Ametupanda. Ardhi ni nini na alitupanda lini? Ardhi ni nini na alitupanda lini? Ametupanda anapo alivyotuokoa kutoka dhambini. Dhambi kama mtawala aliyekuwa anatutumikisha na mauti. Sasa tulikuwa tunaishi katika hofu ya mauti. Tunaogopa kufa. Unaridhia kwa sababu unaogopa risasi. Shindo kwa jina la Yesu. Sasa akatuokoa. Yohana sura ya 15 anasema mimi ni mzabibu mwema. Baba yangu ndio mkulima. Mzabibu mwema. Baba yangu ndio mkulima. Kaeni ndani yangu, ninyi ni matawi. Kaeni ndani yangu. Kwa hiyo tunapandwa ndani ya Kristo Yesu. Ili tuweze kustawi, tujikite katika Kristo Yesu. Imetimia hajatimia? Imetimia. Nje ya Kristo wewe sio Israeli. Wewe sio Israeli inayoweza kustawi na ikampendeza Mungu ikazaa matunda. Sawa. Ndio mwisho wako. Tuko ndani ya Kristo Yesu, tuko ndani ya nchi ya ahadi, tuko ndani ya umbaji mpya, ndio imetoka. Au kuna bado kuna tumaini bado? Bado kuna tumaini. Kuna taraji. Kuna tumaini. Taraja gani hiyo, tumaini gani? Tumaini ya kurithi Yerusalemu. Yerusalemu ndio nini hiyo? Uzima wa milele. Kwa hiyo Yerusalemu ndio uzima wa milele. Ni nchi. Yerusalemu ni nchi, sio nchi? Ni nchi. Ni nchi mpya. Nchi mpya. Mbingu mpya. Ni uzima ndio uzima wa milele huo. Ndio uzima wa milele. Unaishi katika nchi. Unaishi katika nchi. Sasa hivi tunaishi ndani ya mzabibu. Sawa? Ndani ya Kristo Yesu. Tunaishi kwa roho wake, tunaishi kwa neno lake. Si ndivyo? Nchi. Sawa, hapo tulipopewa, lakini nchi hii wapo maherode, si ndivyo? Na tunawatimua, lakini hapo tumeambiwa ni wasafiri na wapitaji. Abraham alikuwa naye ni msafiri na mpitaji akiwa Kanaani, akitarajia mji ambao mwenye kujenga ni Mungu. Hiyo Yerusalemu. Ndio hiyo Ufunuo 21 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Tazama, anasema Mungu anafanya mbingu mpya na nchi. Hilo ndio taraji letu. Ndio tarajia letu. Ndio taraja letu. Ndio tumaini letu. Sisi ni wafungwa ili watumaini au vipi? Wafungwa. Unatamani. Tamani sana. Tito 2 mstari wa 13. Tito 2:13. Tito 2:13 wanasemaje hapo? Tito 2:13. Yerusalemu mji wangu Bwana. Ukisema nipe mji, nasema nipe Yerusalemu. Hapo ndio nyumbani. 2:13. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. 14. Ishi hapa hapo. Tunatazamia tumaini lenye baraka. Tumaini linalotubariki. Kwamba iko siku huyu mfalme Yesu aliyeko Yerusalemu ya mbinguni, anayetawala duniani na mbinguni, akitokea mbinguni atafunuliwa. Na atakapofunuliwa hata Yerusalemu nayo itafunuliwa. Na hili ndilo tumaini linalotubariki. Amen. Rafiki yangu, haijalishi kama uko unaishi katika ghetto, unaishi katika chumba kimoja cha kupanga, uko kwenye nyumba, uko kwenye nchi ya ambayo wazazi wametoka au la, popote pale tunaweza kuishi tukitumaini ya kwamba
kama tulivyo ndani ya Kristo Yesu, tumepandwa ndani yake kama tawi kwa mzabibu. Yesu atakapofunuliwa, ndivyo tunavyosoma, atadhihirisha na atadhihirika, na atapodhihirika Yerusalemu na nchi yetu itadhihirika na tutairithi. Kwa nini tusishikilie tumaini hili likatubariki hata sasa? Baba yetu mbinguni, asante kwa kutuwekea mbele yetu tena tumaini hili. Tunaomba ukashikishe macho yetu katika siku hiyo itakayo mfunua Yesu na hiyo Yerusalemu mpya. Tusitazame vinavyoonekana, tutazame visivyoonekana. Bariki mpenzi wetu, mshiriki wetu wa haya maongezi popote pale alipo, kampatie baraka ya tumaini hili mpaka utakapokuja. Ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Mtazamaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa somo letu la siku ya leo, na kesho tunakuja kujibu maswali, kufanya summary, muhtasari ya wiki nzima. Karibu sana.